On the microphone to girl official Rose D kwenye 1 na 2, mtu pekee ambaye atakuhabarisha yale yote ambayo yameweza kutikisa ulimwengu wa habari na burudani. Bana, leo tunamwangazia mzee Yusuf ambaye amefunguka kwa kuwajibu wanaomtukana mitandaoni. Uvumilivu huo unanishinda. Mambo yamekaaje kwa mzee Yusuf? Moja kwa moja unaambatana na official Rose D till tamati. Wakati huo unaendelea kukumbushwa usubscribe, ushare, ulike, ucomment. Mambo yatakuwa yanapendeza kweli kweli. Bana, tuko na gwiji wa muziki wa taarabu nchini Tanzania. Wanamuita mzee Yusuf. Kwa mara ya kwanza kabisa anafunguka na kuweka wazi kuhusu tabia yake ya kujibu mashambulizi kutoka kwa baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii. Unajua, katika mahojiano ya mzee Yusuf ambayo ameyafanya, ameweza kusema kwa sababu ya kujibu kwa ukali baadhi ya mashabiki wake ni hali ya kawaida tu ya udhaifu wa kibinadamu, hasa pale ambako mashambulizi yanapitiliza mipaka ya uvumilivu wake. Yaani huyu baba bana amekuwa akijibu, ukichokoza tu na kumdadisi kidogo lazima atajibu. Sasa watu wakawa wanajiuliza yeye hatakiwi kufanya hivi, so ameulizwa kwa nini huwa anafanya. Mimi nitapitana nukuu yake, anasema unajua tunawapenda sana mashabiki wetu, lakini kuna wakati wanatukosea. Anasema hayo mzee Yusuf. Anaongeza pia, anasema unakuta mtu ametoka alikotoka huko anakukomentia matusi kwenye picha au video uliyoweka kwenye akaunti yako. Tena hicho kitu kilichowekwa unaweza kukuta ni tangazo la kazi yangu. Kiukweli sitakubali kutukanwa. Mimi ni mpole, lakini sipendi upole wangu unifanyie kutukanwa tu. Siwezi kuvumilia. Bwana, msanii huyo ambaye hapo awali alitangaza kuachana na maisha ya kidunia na kujikita katika kumrudia Mungu, ameweza kusema kwamba kurejea kwake kwenye muziki wa taarabu hakupaswi kuwa sababu ya yeye kushambuliwa mitandaoni. Yaani pengine watu wanamshambulia kwa sababu alisema ana give up kwenye taarabu and then ataenda kumtumikia Mungu, lakini amerejea tena kwenye taarabu. Sasa tunaona watu wanamvamia, is like imekwaje tena? Mambo yamemshinda huko alikwenda ama vipi? Katika nukuu ya pili anasema kwani kurudi kwenye kuimba ndio sababu ya wao kunitolea matusi? Kama ni kuhukumiwa basi wamuachie muhusika anayetoa hukumu afanye kazi yake na sio wao. Nitachukua hatua, kwa sasa sitawaacha. Ameonya mzee Yusuf kwa ukali kwamba jamani, mkae chonjo kwa sababu hatavumilia mtu yeyote yule aweze kumtukana na yeye akae kimya, lazima atazungumza. Na kauli yake imekuja wakati ambapo wasanii wengi wanapitia changamoto kiukweli ya kuishi na maoni ambayo ni hasi kutoka kwa mashabiki kupitia mitandao ya kijamii. Lakini mzee Yusuf anasisitiza kuwa wakati wote amekuwa mvumilivu, lakini sasa umefikia ukomo uvumilivu wake. So wewe ambao utanyanyua kinywa chako kwa ajili ya kutoa matusi ama kucomment vibaya, hata kuacha salama. Mimi ninatamatisha, mtazamaji wa channel ya Biomedia. Nikuacha na swali, je, unadhani ni sawa kwa mashabiki kumshambulia msanii kwa maamuzi binafsi ya maisha yake ama nini? Toa maoni yako moja kwa moja kunako next video. Basi kama Biomedia tutaweza kuangazia ulikuwa na yapi ya kuzungumza nasi.